kwenye kata ya Kizumbi kuna shule mbili za msingi, shule ya msingi ya Bugayambelele na shule ya msingi ya Liandu. Kuna changamoto kubwa ya vyoo. Shule ya msingi Bugayambelele choo kimejaa. Kwa hiyo wanafunzi 900 na kidogo walioko pale wanalazimika kuingia kwenye vyoo hivyo, ingawa viko kwenye hali mbaya sana, kwamba vyoo vimejaa na kwa hali ilivyo hatuwezi kuleta gari la kuvuta. Wataalamu wa afya walitushauri kwamba hapa hapawezekani kuvuta. Kwa hiyo ni ombi letu la muda mrefu kwamba tujengewe choo kingine ili kunusuru afya za wale watoto wa shule ya msingi Bugayambelele. Shule ya msingi Liandu choo nacho kwanza ni cha kizamani sana, matumizi vile vyoo vya kudumbukiza, na ni matundu yako 4 kwenye wanafunzi 480 na walimu hawana choo. Kwa hiyo wanaenda kwenye vyoo hivyo hivyo. Kama ni wa kiume ataenda kwenye choo cha watoto wa kiume, kama ni mwanamke ataenda kwenye choo cha watoto wa kike. Kwa hiyo nacho kichoo kiko kwenye hali mbaya sana. Kwa hiyo naiomba sana serikali na halmashauri kupitia mkurugenzi wetu tuone namna gani tunaweza kuwanusuru watoto hawa kwenye changamoto hii ambayo lazima wanaathirika kiafya kwa namna moja ama nyingine, ili tuweze kuwasaidia wasome kwa amani, pia wakijua kwamba wao ni Watanzania na wapo kwenye nchi yao na wazazi wanalipa kodi. Kwa hiyo wapate huduma hiyo ya kujengewa vyoo vinavyostahili. Sasa tumeanza kuzungumza, ni mwaka wa 3 na tunamaliza, ni robo ya mwisho kwenye baraza hili. Kwa hiyo tumeanza kuripoti toka miaka 3 iliyopita hapa kwamba kuna tatizo la uharibifu au vyoo vile kujaa. Kwa hiyo ni kwamba hatua zimekuwa hazichukuliwi. Kwa hiyo hilo ni jambo la kusikitisha kwamba watoto wapo kwenye mazingira ambayo sio salama. Tunaona wote, na sisi viongozi tupo na watendaji wapo, lakini hazichukuliwi hatua zinazostahili, kwamba lazima tuwanusuru watoto kwenye tatizo hili kubwa. Tumepokea ushauri wa mheshimiwa kwamba tunawajibu hao wataalamu wetu kutoka kwenye ngazi ya kata, lakini vile kwamba tufike tuweze kuona kuwa tunafika, ingawa miradi ni mingi, lakini na mimi sasa nakuahidi, umesema unaendelea na usaidizi wako, na mimi nakuahidi tutafika hapo kabla ya tarehe 10 mwezi huu, tutapatana wote ili tuone changamoto kubwa iliyopo zaidi. Aidha, kuhusu bajeti tuliyosema kwamba umetengwa, italifuatilia kama kweli ipo hivi, mimi nasema kama itengwa, tutaanza kukusanya ili tuanze kujenga mafunzo ya vyoo kwenye shule.